Wizara ya Kilimo ina jukumu la kusimamia na kutoa miongozo ya kisera na misaada ya kitaalamu kwa sekta ndogo za mazao, mifugo pamoja na maliasili ikijumuisha misitu, wanyamapori pamoja na nyuki. Sekta ya kilimo inatoa mchango mkubwa katika kujikimu kimaisha kwa wananchi na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi, ambapo kwa sasa takriban 35% ya wananchi wa Zanzibar wamejiajiri kupitia sekta ya kilimo, huku zaidi ya 70% ya wananchi wakitegemea sekta hii kwa namna moja au nyingine katika maisha yao ya kila siku. Ni sekta ya pili katika mchango wa pato la taifa hapa Zanzibar, ambapo kwa mwaka 2024 ilichangia 24.3% ya pato la taifa ikilinganishwa na 24.9% katika mwaka 2023. Kuna upungufu kidogo. Hali hii inaonyesha kuimarika kwa sekta nyingine zinazohusiana na kilimo na ni ishara chanya kwa ukuaji wa uchumi endelevu Zanzibar. Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo ina jumla ya wafanyakazi 2308 wa kudumu, ambapo 1749 wapo Unguja na 559 wapo Pemba. Aidha, wizara hii imeundwa na muundo unaojumuisha idara 6 na taasisi 2 pamoja na ofisi kuu Pemba: idara ya utumishi na uendeshaji, idara ya mipango, sera na utafiti, idara ya kilimo na uhakika wa chakula, idara ya umwagiliaji maji, idara ya misitu na idara ya maendeleo ya mifugo. Tunazo taasisi 2 katika wizara hii ambayo ni taasisi ya utafiti wa kilimo na mifugo Zanzibar kwa maana ya ZALIRI na wakala wa serikali wa huduma za matrekta na zana za kilimo. Katika kutekeleza majukumu ya msingi, wizara inatekeleza shughuli zifuatazo: kusimamia maendeleo ya uzalishaji wa mazao ya chakula, biashara na mifugo pamoja na huduma za pembejeo, zana za kilimo, miundombinu ya umwagiliaji na huduma za ugani. 2, kulinda na kuhifadhi na kusimamia rasilimali za misitu na wanyamapori. Kubuni, kupanga na kutekeleza tafiti za sekta za kilimo, mifugo na misitu na kusambaza matokeo hayo kwa wadau. Kusimamia utekelezaji wa sera, sheria, kanuni, mipango na miongozo pamoja na kuratibu ushirikiano wa wadau wa ndani na nje ya nchi. Katika siku 100 za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi, mafanikio yafuatayo yameweza kufikiwa: 1, kukamilisha mfumo wa usajili wa wakulima kidijitali. Hili ni moja kati ya jambo ambalo lilikuwa likizungumzwa sana, namna ya usajili wa wakulima wetu. Wizara tayari imekamilisha maandalizi ya mfumo huu, ambapo kazi ya kuwasajili wakulima imeanza rasmi kwa lengo la kuwa na kazi data sahihi ya wakulima na shughuli zao wanazofanya kila siku. Mfumo huu wa sasa umesimamiwa na wizara kupitia mradi wa uhimilivu wa mifumo ya chakula Tanzania na unalenga kurahisisha upangaji wa mipango, utoaji wa huduma za ugani pamoja na upatikanaji wa pembejeo na masoko. 2, kukamilisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini. Wizara imekamilisha uundaji wa mfumo wa kusimamia taarifa za ufuatiliaji na tathmini kwa shughuli za kilimo ambao kwa sasa upo katika hatua za majaribio. Aidha, matayarisho ya dirisha la shughuli za mifugo katika mfumo huu yanaendelea vizuri, ambapo mshauri elekezi alishapokea kazi hiyo na anaendelea kutayarisha. Dirisha la shughuli za maliasili imewekwa wazi katika mfumo huu. Mfumo huu utaimarisha ukusanyaji, uchambuzi na matumizi ya takwimu katika kufanya maamuzi sahihi ya kisera na kiutendaji. Maabara hii itasaidia kuimarisha uchunguzi, utambuzi wa haraka wa magonjwa ya wanyama na kuongeza uwezo wa kukabiliana na milipuko ya maradhi inapotokea. Lakini pia itakuwa ni kichocheo cha kukinga kutokea kwa maradhi hayo kutokana na tafiti mbalimbali ambazo zitakuwa zinafanywa
na matokeo hayo ya kusambazwa kwa wananchi. Utoaji wa ruzuku kwa zana za kilimo na uwezeshaji wa vijana. Serikali kupitia mradi wa kuongeza tija ya uzalishaji wa kilimo cha mpunga imetoa ruzuku inayowezesha upatikanaji wa zana za kilimo za mfano zinazotumika katika kutoa mafunzo kwa vijana watakaohudumia mabonde ya mpunga. Lengo ni kuwaunganisha vijana hao na taasisi za kifedha ikiwemo Benki ya Kilimo Tanzania TADB ili waweze kupata mikopo nafuu kwa ajili ya ununuzi wa zana na teknolojia za kisasa. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa mageuzi wa sekta ya kilimo unaolenga kuwajumuisha vijana katika minyororo ya thamani ya kilimo. Jambo jingine ni uanzishwaji wa kiwanda cha vifaranga vya kuku. Kiwanda kimoja cha uzalishaji wa vifaranga vya kuku kimeanzishwa katika eneo la Kwambani chenye uwezo wa kuzalisha vifaranga 30,000 kwa wiki. Mwekezaji mwingine katika eneo la Pangeni yupo katika hatua za mwisho kukamilisha ujenzi wa kiwanda cha vifaranga pamoja na kiwanda cha uzalishaji wa chakula cha kuku. Miradi hii inatarajiwa kuimarisha sekta ya kuku na kupunguza utegemezi wa uagizaji wa kuku kutoka nje. Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo kupitia sekta yake ndogo ya misitu imeshapokea miradi 16 ya uwekezaji katika misitu yote iliyopo Zanzibar, Unguja na Pemba. Misitu ambayo inakwenda kutumika kwenye uwekezaji huo ni hifadhi ya taifa ya Jonzani, Ghuba ya Chwaka. Hifadhi ya taifa ya Jonzani ina mradi mwingine, lakini pia shamba la misitu Chaani Masingini litatumika kwa uwekezaji. Msitu wa hifadhi Ras Kiuyu, msitu wa hifadhi Ngezi Vumawindi eneo la Tondooni Pemba, msitu wa hifadhi Kidikotundu Nongwe Vundwe katika eneo la Nongwe. Lakini pia kuna mradi eneo la Wangwani kuelekea nyumba ya idara iliyopo Chwaka. Kuna mradi hifadhi ya taifa ya Jonzani Chwaka Bay. Kuna mradi ukanda wa uwekezaji katika msitu wa jamii ya Mtende. Kuna mradi katika msitu wa hifadhi Kidikotundu, mradi mwingine block za Vundwe na Kidikotundu. Kuna mradi wa hifadhi wa Jonzani pia kupitia Jambiani Muyuni samahani. Kuna mradi wa msitu wa hifadhi ya jamii Charawe Ukongoroni. Kuna mradi wa hifadhi ya msitu wa jamii Mtende Wakungwi na Kirijo. Kuna mradi katika msitu wa hifadhi Kidikotundu. Kuna mradi wa msitu wa hifadhi Kiwengwa Pongwe. Kuna mradi katika msitu wa Masingini katika eneo la City Park. Hii ni miradi 16 ambayo tayari tumeshapokea. Tunaendelea na majadiliano. Ipo miradi ambayo tumeshaingia makubaliano ya awali kwa maana ya Memorandum of Understanding. Aidha, tuna mradi mkubwa wa uhimilivu wa mifumo ya chakula ambao unaendelea hivi sasa na una jumla ya fedha zitakazotumika ni dola milioni 22.7. Mradi huu ni fedha za mkopo kutoka IDA, mkopo IFAD, mkopo kutoka JICA, lakini pia ni mradi wa msaada wa program ya serikali ya Japani. Wanufaika wa mradi huu wanategemea kufikia 100,000. Mabibi na mabwana shamba 170, lakini pia wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo. Uwepo wa mradi huu unakwenda kuongeza tija ya uzalishaji katika sekta ya mpunga kutoka tani tunazozalisha hivi sasa za mchele ambazo takriban 27,000 hadi kuelekea tani 30,000 au 35. Zanzibar tunakabiliana na janga kubwa la ndege adui kunguru. Ndege huyu ana historia kubwa, anajulikana kama kunguru wa India. Tuna mradi wa kutokomeza kunguru wa India ambao utatekelezwa kwa takriban kipindi cha miaka 10. Tunajaribu kuufupisha ili tuweze kwenda nao kwa muda mfupi zaidi.